Nipo tayari kuonekana mjinga ili nikuonyeshe hiki kitu. Hii ndo siku ambayo niliamua kuifanya biashara yangu iwe halali. Mimi napokea client kutoka mikoa yote ya Tanzania. Kitu kilichonifanya nifanye biashara yangu kuwa halali haikuwa hata issue ya kuogopa serikali wala nini. Ilikuwa ni kwamba nakutana na wateja tofauti tofauti, lakini nilikuwa kama mtumwa japokuwa nakutana na wateja tofauti tofauti. Kwa namna gani nilikuwa mtumwa? Kwa sababu sikuwa nimesajiliwa rasmi, sikuwa na uwezo wa kutoa risiti, sikuwa na uhakika wa kumgarantii kwamba mimi kweli ni kampuni, mimi ni mtu legit kwenye kampuni yangu. Nikikutana na mteja hata kama anahitaji huduma kutoka kwangu, the only thing ambayo nilikuwa naweza kufanya ni kutoa promise. Sasa hii kutoa promise ni ngumu sana kwa mtu ambaye yupo international. Mfano yuko East Africa, yuko mbali, au sometimes mtu ambaye yupo nje ya Dar es Salaam. Watu walioko nje ya Dar es Salaam wanaogopa kuibiwa sana kuliko watu waliopo Dar es Salaam. So watu walioko nje ya Dar es Salaam ni waoga. Kwa hiyo sometimes unampa promise like kitu ambacho kinakuwa changamoto ni kuthibitisha kwamba mimi nimesajiliwa. Ukiwa umesajiliwa utaweza kutoa risiti, utaweza kutoa evidence yoyote ya kuonyesha kwamba okay, lipa pesa, risiti yako itatoka na jina la kampuni yako, itatoka na uthibitisho ownership, na utaonyesha kabisa okay, we are good. Nikaona sasa nimechoka kuwa mtumwa. The only thing iliyokuwepo ni kuhalalisha biashara yangu. So nikaamua kusajili kampuni. Nilivyosajili kampuni, right now I'm not chasing anybody. You are coming to deal with the company. Kama hautofika vigezo ambavyo mimi niko navyo, I send you away. Siko tena kuanza kubembelezana, kukimbizana na mteja. Wateja wanakuja kwangu na tunafanya kazi. Kwa mfano kwenye hii content hapa, kama upo kwenye situation kama hii, badala ya kupata mteja direct inabidi upitie kampuni ya mtu mwingine, upitie biashara ya mtu mwingine, usajili wa mtu mwingine, au please mteja kwamba okay, sina risiti, au please mteja sijasajiliwa na nini, sina kampuni na nini na nini. Kutengeneza shortcut ya trust na imani kwa mteja wako, sajili kampuni yako. Na kama unahisi ni ngumu ama hujui tu ya kwanza mpaka ya mwisho kusajili nini na ufanya nini, comment neno usajili, nitakufika hapo chini, nitaangalia una qualify kusajili kampuni ama kusajili jina la biashara, then nitakusajilia biashara yako immediately, na utaanza kuacha kuwa naomba makampuni ya watu wengine kuweza kupata kazi ama kupata project ama kupata tenda, na kuepukana na ile hikaika ya kukimbizana na wateja, bali wewe ndio wachuja wateja.